Ilikuwa ni siku ya kipekee isiyosahaulika katika kijiji kile, siku ambayo familia moja ilishuhudia historia ya aina yake. Dada wawili waliokulia nyumba moja, wakanywa maji ya kisima kimoja, walikuwa wanaolewa siku ile ile, lakini si kwa hatima ile ile. Dada mkubwa, aliyejulikana kwa kujipenda na kuamini hadhi ni kila kitu, alikuwa anaolewa na mwanaume tajiri wa mjini. Mwanaume huyo alikuwa na magari makubwa, suti za gharama, na tabasamu la mtu anayejua pesa humfungulia milango yote. Harusi yao ifanyika kwa kishindo, muziki wa gharama, wageni wa hadhi, viti vya kifahari, na mapambo yaliyong'aa kiasi cha kuumiza macho. Watu walikuwa wakisema kwa sauti za chini, huyu dada ameolewa kweli. Upande mwingine wa uwanja, chini ya mti mkubwa wa mkorosho, kulikuwa na harusi ya mdogo wake. Hakukuwa na makelele makubwa wala mapambo ya anasa. Mdogo wake alikuwa anaolewa na mvuvi wa samaki, mwanaume mnyenyekevu kutoka kijiji cha pwani. Alivalia suti rahisi, iliyopigwa pasi vizuri, lakini isiyoonyesha utajiri wowote. Wageni wao walikuwa wachache, ndugu wa karibu, majirani, na marafiki wa kweli. Licha ya tofauti zote hizo, mdogo alikuwa na tabasamu la amani. Macho yake yalionyesha furaha ya kweli, sio ile ya kujionesha, bali ya mtu aliyeridhika na chaguo la moyo wake. Alimshika mkono mume wake kwa upendo, kana kwamba anasema kimya kimya, hata kama dunia haituoni, mimi nakuona. Lakini dada mkubwa hakuweza kuvumilia kuona hilo. Alimtazama mdogo wake kwa jicho la dharau, akitabasamu kwa kejeli. Mbele ya wageni, alimsogelea mume wake tajiri na kusema kwa sauti iliyochanganyika na kicheko, kwa kweli hii familia yetu ina mambo ya ajabu, mtu anaolewa na mvuvi masikini siku kama hii. Maneno hayo yalianguka kama kisu moyoni mwa mdogo, lakini hakujibu. Hakutoa laana, hakutoa machozi. Alivuta pumzi ndefu, akamtazama mume wake na kuendelea kutabasamu. Hakujua kuwa kuanzia siku hiyo ya harusi, safari yao ingeanza kuonyesha tofauti kubwa zaidi, tofauti ambayo ingebadilisha kila kitu. Sherehe ziliendelea, muziki ukipigwa, wageni wakila na kunywa, lakini ndani ya furaha hiyo kulikuwa na sumu iliyojificha, dharau. Dada mkubwa hakuacha kutumia kila nafasi kuonyesha kuwa alikuwa juu zaidi ya mdogo wake. Kila alipogeuza macho, alimtazama mdogo wake kana kwamba alikuwa kosa lililofanyika katika familia yao. Mbele ya wageni waliovalia suti na magauni ya gharama, dada mkubwa alianza kucheka kwa sauti, kicheko kilichojaa kejeli. Alimsogelea mama mkwe wake pamoja na wakwe wengine wa mjini, akasema kwa dharau isiyojistiri, jamani, kweli mmeona? Huyo mdogo wangu ameolewa na mvuvi. Hana hata cha kutusalimia, wala zawadi ya maana. Ni masikini sana. Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya watu watabasamu kwa aibu, wengine wakacheka kwa kejeli, na wachache wakatikisa vichwa kwa masikitiko. Mume wake tajiri alisimama pembeni, akitabasamu kwa kiburi, kana kwamba maneno hayo yanamfurahisha zaidi. Hakumkemea mkewe, hakumzuia, wala hakumuonyesha mdogo wake heshima yoyote. Mdogo wake aliyasikia yote. Kila neno lilimchoma kama sindano moyoni. Aliona macho ya watu yakimtazama, mengine ya dharau, mengine ya huruma. Lakini alichagua kitu kimoja muhimu, kunyamaza. Hakujibu kwa hasira, hakujitetea, hakujaribu kueleza chochote. Alishika mkono wa mume wake mvuvi kwa upole, akahisi joto la mkono wake likimpa nguvu ya kuvumilia. Mume wake alimwangalia, macho yake yakiwa tulivu, kana kwamba anasema bila maneno, usijali, ukweli una wakati wake. Hilo lilimpa amani ya ajabu. Badala ya kulipiza kisasi kwa maneno, aliamua kulipiza kwa tabia njema. Dada mkubwa aliendelea na kejeli zake, akionekana kufurahia kuona mdogo wake amenyamaza. Hakujua kuwa ukimya huo haukuwa udhaifu, bali ulikuwa nguvu ya mtu anayejua thamani yake. Wakati wengine walicheka, mdogo wake alitabasamu kwa heshima, akiwahudumia wageni wake wachache kwa upendo. Siku hiyo ya harusi, watu wengi waliona masikini na tajiri. Lakini wachache tu wangegundua kuwa dharau huanza aibu, na kwamba ukimya wa mtu mnyenyekevu mara nyingi hubeba siri kubwa kuliko maneno ya mtu mwenye kiburi. Baada ya shamra-shamra za harusi kumalizika, kila dada alianza safari yake ya kwenda nyumbani. Safari mbili zilizoonyesha wazi tofauti ya maisha waliokuwa wamechagua. Jua lilikuwa linatua taratibu, kana kwamba nalo linashuhudia mwanzo wa hadithi mbili tofauti kabisa. Dada mkubwa alipanda gari kubwa jeupe lililong'aa, milango ikifungwa kwa sauti nzito ya kifahari. Alikaa nyuma akirekebisha hereni zake za dhahabu, huku akitazama wageni waliobaki kwa jicho la ushindi.
Gari lilipoondoka kuelekea mjini, lilipita barabara ya lami iliyonyooka, taa za barabarani zikianza kuwaka. Mbele yake kulikuwa na nyumba kubwa ya ghorofa, geti la umeme na maisha aliyoyaota kwa muda mrefu, maisha ya anasa na heshima ya juu juu. Upande mwingine, mdogo wake hakukuwa na gari la kifahari. Alipanda pikipiki pamoja na mume wake mvuvi, upepo wa bahari ukipiga nyuso zao. Barabara ya vumbi iliwapeleka kuelekea kijiji cha pwani, sauti ya mawimbi ikisikika kwa mbali. Alishikilia kiuno cha mume wake kwa upendo, bila kujali mavumbi wala umbali. Moyoni mwake hakukuwa na majuto, kulikuwa na amani. Walipofika nyumbani, mdogo aliona nyumba ndogo ya udongo na mabati. Haikuwa na rangi wala mapambo ya kuvutia, lakini ilikuwa safi na tulivu. Alitabasamu, akapumua kwa kina, kisha akamkumbatia mume wake. "Hapa ndipo nyumbani kwetu," alisema kwa sauti ya upole, bila chembe ya malalamiko. Mume wake mvuvi alishangaa kimoyomoyo. Alikuwa amewahi kuona wanawake wengi wakikata tamaa kwa kuona mazingira duni, lakini mke wake mpya alikuwa tofauti. Alimsaidia kushusha mizigo midogo aliyokuwa nayo, akasafisha nyumba kwa furaha kana kwamba alikuwa anapamba kasri. Usiku ulipoingia, walikaa nje wakitazama bahari ikipepea kwa utulivu. Mdogo alimwandalia chai rahisi, akimsikiliza mume wake akisimulia kuhusu uvuvi na maisha ya baharini. Alimsikiliza kwa makini, akitabasamu, akimuuliza maswali kwa upendo. Wakati dada mkubwa alikuwa anaingia kwenye nyumba kubwa ya mjini, mdogo wake alikuwa anaingia kwenye nyumba ndogo iliyojaa upendo wa kweli. Hakujua bado kuwa safari hii ya kijijini ingejaa maajabu, lakini alijua jambo moja, alikuwa amechagua moyo, si macho. Siku chache baada ya kuwasili kijijini, mdogo alianza kuona mambo yaliyomfanya ashangae kimya kimya. Kwa macho ya kwanza, nyumba ile ilikuwa ndogo tu, kuta za udongo, paa la mabati na samani chache. Lakini kila kona ilikuwa safi kupita maelezo. Sakafu ilikuwa inapigwa kila asubuhi, vyombo vilipangwa kwa mpangilio wa ajabu, na hewa ya ndani ilikuwa na harufu ya usafi na utulivu. Kilichomshangaza zaidi mdogo hakikuwa ukubwa wa nyumba, bali hali ya maisha ndani yake. Mama mkwe wake, mwanamke mzee mwenye uso wa upole na tabasamu la hekima, alikuwa mpishi wa ajabu. Kila mlo aliotayarisha ulikuwa na ladha ya kipekee. Samaki waliokaangwa kwa ustadi, wali waliopikwa kwa harufu ya nazi, na mboga zilizochanganywa kwa viungo vya asili, vilimfanya mdogo ajiulize, hivi kweli vyakula hivi vinapikwa hapa kijijini? Kwa ladha, vilizidi hata chakula cha hoteli za nyota 5 alizowahi kusikia. Kila alipomsifu mama mkwe wake, mama yule alitabasamu tu na kusema, "Chakula kizuri kinahitaji moyo wa upendo, si majiko ya gharama." Maneno hayo yalikaa moyoni mwa mdogo. Siku moja, alipokuwa akisafisha chumba cha ndani, macho yake yaliangukia sanduku dogo lililofichwa chini ya kitanda. Hakuwa na haraka ya kulifungua, lakini bahati mbaya kifuniko kilikuwa wazi kidogo. Ndani yake kulikuwa na vito vya thamani kubwa, hereni za dhahabu, vikuku vilivyong'aa, na mkufu uliokuwa umefunikwa kwa kitambaa laini. Alishtuka, moyo wake ukapiga kwa kasi. Alirudisha sanduku lile kwa haraka, kana kwamba hakuliona. Hakutaka kuonekana mdadisi. Lakini maswali yakaanza kumzingira. Mvuvi wa kawaida anawezaje kuwa na vitu hivi? Huyu mume wangu ni nani hasa? Alimtazama mume wake jioni ile aliporudi kutoka baharini. Mavazi yake yalikuwa rahisi, mikono yake imejaa dalili za kazi ngumu, lakini macho yake yalikuwa na utulivu wa mtu asiye na hofu ya kesho. Hakujigamba, hakujionesha. Mdogo aligundua kuwa nyuma ya unyenyekevu huo kulikuwa na siri kubwa. Nyumba ile ndogo ilikuwa imejaa maajabu, na moyo wake ukaanza kutambua kuwa alikuwa ameolewa na mtu ambaye dunia ilikuwa haijamuelewa bado. Kadiri siku zilivyopita, mdogo alizidi kugundua jambo moja la ajabu kuhusu mume wake mvuvi: hakupenda kuonyesha chochote zaidi ya unyenyekevu. Kila alfajiri, kabla hata jua halijachomoza vizuri, mume wake aliamka kimya kimya, akajiandaa kwenda baharini. Hakukuwa na makeke wala malalamiko. Alivaa nguo zake za kazi, akamwangalia mke wake kwa tabasamu la upole, kisha akaondoka. Mdogo alimfuatilia kwa macho kila asubuhi, akishangaa. Alijua kulikuwa na kitu zaidi nyuma ya maisha hayo rahisi, lakini mume wake alichagua kuishi kama mtu wa kawaida. Alivua samaki kama wavuvi wengine, akirudi jioni akiwa amechoka, lakini bado akipata muda wa kumsaidia mama yake au kuzungumza na majirani kwa heshima. Kile kilichomgusa mdogo zaidi si kazi ya uvuvi, bali tabia njema ya mume wake.
Hakuwa mtu wa kujisifu, hakuwa mkali, wala hakuwa na kiburi. Alipomkuta mdogo akisafisha au kupika, alijiunga naye bila kuona aibu. Alipokosea jambo, aliomba msamaha kwa dhati. Na kila alipozungumza naye, alifanya hivyo kwa sauti ya upole na heshima. Watu wa kijiji walimfahamu kama mvuvi mnyenyekevu tu. Walimwona akikaa nao kwenye vijiwe, akicheka, akishiriki hadithi za bahari. Hakuna aliyedhani kulikuwa na chochote cha ziada. Na yeye hakuwahi kurekebisha mawazo yao. Aliishi kwa kanuni moja: thamani ya mtu haipimwi kwa mali anayoonyesha. Mdogo alipata amani ya ajabu. Kila siku alipomwona mume wake akirudi salama kutoka baharini, moyo wake ulijaa shukurani. Hakujali tena ukubwa wa nyumba wala maneno ya dharau aliyowahi kusikia. Alijua ameolewa na mwanaume wa kweli, mwanaume anayejua heshima, kazi na upendo. Upendo wake kwa mume wake uliongezeka siku hadi siku. Aligundua kuwa unyenyekevu ni utajiri ambao hauwezi kuibiwa. Na bila yeye kujua, maisha hayo ya kawaida aliyokuwa akiishi yalikuwa juu ya msingi wa siri kubwa. Siri ambayo ingegeuza dharau ya jana kuwa aibu ya kesho. Wakati mdogo wake alikuwa akizoea maisha ya unyenyekevu yenye amani karibu na bahari, upande wa pili wa mji, dada mkubwa alikuwa anaingia katika maisha aliyoyataka, lakini hayakuwa kama alivyoyafikiria. Nyumba aliyokuwa anaishi ilikuwa kubwa na ya kifahari, sakafu ya marumaru, mapazia mazito na samani za gharama. Lakini ndani ya uzuri huo kulikuwa na baridi ya mateso. Kuanzia siku ya kwanza, mama mkwe wake alianza kumtazama kwa jicho la juu. Kila alichofanya kilionekana hakitoshi. Alipoamka kuchelewa kidogo, aliitwa mzembe. Alipopika chakula, aliambiwa hana ustadi. Taratibu, aligeuzwa kuwa kama house girl katika nyumba yake mwenyewe, akiamrishwa, akitukanwa na akionywa bila huruma. Mume wake hakumsaidia. Badala ya kumtetea, alimwangalia kimya kimya au akamuunga mkono mama yake. Mara nyingi alimwambia kwa sauti ya dharau, "Wewe umetoka familia masikini, lazima ujifunze kuvumilia. Hapa si kwenu." Maneno hayo yalimuumiza zaidi kuliko kazi zote alizofanya. Usiku ulipofika, dada mkubwa alilala peke yake, macho yake yakitazama dari, machozi yakimlengalenga lakini asithubutu kuyatoa. Aliikumbuka siku ya harusi, jinsi alivyomcheka mdogo wake, jinsi alivyojiona mshindi wa maisha. Sasa, ushindi ule ulikuwa umegeuka kuwa mzigo mzito moyoni. Aliteseka kimoyomoyo. Hakuwa na mtu wa kumlilia. Hakuwa tayari kukubali kuwa alikosea kumdharau mdogo wake. Alinyamaza mbele ya watu, akivaa tabasamu la bandia kila alipokwenda kwenye sherehe au kukutana na marafiki. Ndani yake, alihisi upweke mkubwa kuliko nyumba aliyokuwa anaishi. Kila siku ilipita kama adhabu. Alijifunza kwa uchungu kuwa utajiri hauhakikishi heshima na nyumba kubwa haina maana kama haina upendo. Lakini bado hakusema neno. Alibeba maumivu yake kimya kimya, bila kujua kuwa siku moja angemhitaji sana yule aliyemcheka, mdogo wake aliyedharaua, lakini akaishi kwa amani. Siku moja asubuhi, mdogo alipokuwa akisafisha ua wa nyumba, aliona gari jeupe la kifahari likisimama mbali kidogo na geti lao dogo. Alishangaa. Gari kama lile halikuwa la watu wa kijijini. Kabla hajapata muda wa kuuliza, wanaume wawili waliovaa suti walishuka, wakamsalimu kwa heshima, kisha wakaingia ndani kwa haraka kana kwamba walikuwa na jambo zito. Aliposikia sauti zao chumbani, alikaribia kwa tahadhari. Ndani, mume wake mvuvi alikuwa ameketi kwa utulivu ule ule aliouzoea, lakini safari hii hakuwa peke yake. Meza ilikuwa imejaa mafaili, ramani za bahari na makaratasi yaliyojaa takwimu. Maneno aliyokuwa akiyasikia hayakuwa ya kawaida. "Bwana, meli 3 mpya zimewasili. Kiwanda cha pili kiko tayari kuanza uzalishaji. Faida ya mwezi huu imeongezeka mara 2. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Alijaribu kuelewa alichokuwa anakiona. Huyu alikuwa yule mume wake anayevua samaki kila asubuhi. Aliingia ndani taratibu, macho yake yakikutana na ya mume wake. Hakushangaa, kana kwamba alikuwa akingoja siku hiyo ifike. Kwa sauti ya upole, alimwomba akae. Ndipo ukweli ulipofichuka. Mume wake alimweleza kwamba hakuwa mvuvi wa kawaida. Alikuwa mmiliki wa meli nyingi za uvuvi, alikuwa na viwanda vya kusindika samaki, na alikuwa na akaunti kubwa za fedha zilizotunzwa kwa siri. Alikuwa ni bilionea, lakini bilionea aliyechoka kudanganywa na watu waliompenda kwa mali yake.
Nilijificha, alisema kwa sauti tulivu, kwa sababu nilitaka mke atakayenipenda mimi, si kile nilichonacho. Nilikuwa tayari kuwa mvuvi masikini mradi nipate upendo wa kweli. Mdogo alikaa kimya, macho yake yakijaa mshangao na hisia. Hakujisikia kudanganywa, alijisikia kuthaminiwa. Alitambua kuwa upendo wake ulikuwa sahihi tangu mwanzo, kwa sababu alichagua moyo wa mtu, si mfuko wake. Alimshika mkono mume wake kwa nguvu, akasema kwa sauti iliyojaa hisia, haijalishi ulikuwa nani au una nini. Nilikuwa kwa sababu ya tabia yako. Mume wake alitabasamu. Siku hiyo, mdogo aligundua kuwa utajiri wa kweli hujificha nyuma ya unyenyekevu, na kwamba alichagua vizuri zaidi kuliko alivyowahi kufikiri. Siku ya sherehe kubwa ilipowadia, ukumbi wa kifahari wa mjini ulijaa watu wa hadhi, magari ya gharama yakipanga foleni ndefu nje ya jengo. Taa zilikuwa zinang'aa, muziki wa taratibu ukipigwa, na watu walizungumza kwa sauti za kujiamini kana kwamba dunia ilikuwa yao. Ilikuwa ni sherehe ambayo kila mtu alitaka kuonekana, na kila aliyekuwepo alitaka kuthibitisha nafasi yake. Mdogo aliwasili kimya kimya, bila makeke. Alivalia vazi la heshima, sio la kujionesha, bali lililoonyesha staha na utu. Shingoni mwake kulining'inia mkufu wa dhahabu safi, uliokuwa unang'aa kwa mwanga wa taa, lakini haukuwa wa kumvutia mtu kwa makusudi. Alitembea kwa utulivu, uso wake ukiwa na tabasamu la amani. Watu wachache walimgeukia, wakimwangalia kwa mshangao. Hawakumfahamu sana, lakini walihisi kulikuwa na kitu cha tofauti ndani yake. Hakujionesha, hakujipendekeza. Alisimama pembeni, akisubiri mume wake aliyekuwa ameshughulika kidogo nje ya ukumbi. Ghafla, dada mkubwa alimwona. Macho yake yalipanuka kwa mshangao, kisha yakajaa kejeli. Alimsogelea haraka, sauti yake ikivuta macho ya watu waliokuwa karibu. Wewe umefuata nini hapa tena? Aliuliza kwa sauti ya juu. Na huo mkufu wa dhahabu umetoka wapi? Watu walianza kugeuka, vinywa vikifunguka kwa hamu ya kuona kinachoendelea. Dada mkubwa alimtazama mdogo wake kuanzia kichwani hadi miguuni, akicheka kwa dharau. Masikini kama wewe kuvaa dhahabu kama hii. Usiniambie umeiba. Maneno hayo yalitanda ukumbini kama ukungu mzito. Baadhi ya watu walicheka, wengine walinyamaza wakishangaa. Mdogo alisimama pale, moyo wake ukipiga kwa nguvu, lakini uso wake uliendelea kuwa mtulivu. Hakupandisha sauti, hakujitetea kwa kelele. Alimtazama dada yake kwa macho ya huruma, sio hasira. Ndani ya kelele na macho ya watu, mdogo alisimama imara. Hakujua bado kuwa sherehe ile ingetengeneza wakati wa kushangaza zaidi, wakati ambao ungegeuza kejeli kuwa aibu na dharau kuwa funzo kali mbele ya hadhira yote. Ukumbi mzima ulitulia kwa mshangao uliochanganyika na hamu ya kuona drama ikizidi. Dada mkubwa, akiwa amechochewa na wivu na dharau aliyokuwa ameibeba moyoni kwa muda mrefu, alipandisha sauti bila aibu. Wewe masikini umeiba mkufu huu, alipiga kelele, sauti yake ikikatiza muziki uliokuwa ukipigwa kwa upole. Bila kusita, aliunyakua mkufu ule wa dhahabu shingoni mwa mdogo wake, akauvuta kwa nguvu kiasi cha kumuumiza. Mdogo alishika shingo yake kwa mshangao, macho yake yakijaa maumivu, lakini bado hakupiga kelele. Watu walikusanyika kwa haraka, wengine wakicheka, wengine wakirekodi kwa simu zao, wakifurahia fedheha ile kana kwamba ni burudani. Dada mkubwa aliita polisi kwa hasira, akisema kwa sauti ya ushindi, kamata huyu! Huyu ni mwizi, anaiga watu wa hadhi. Polisi walipofika, waliangalia mkufu ule, wakamwangalia mdogo, kisha wakamgeukia dada mkubwa aliyekuwa bado anacheka kwa dharau. Ghafla, kelele za nje zikasikika. Gari jeusi la kifahari likasimama mlangoni. Ukumbi ukageuka kimya. Mwanaume mmoja alishuka, alikuwa ni yule mvuvi, lakini safari hii hakuvaa mavazi ya kazi. Alivaa suti iliyokaa vizuri, uso wake ukiwa mtulivu lakini wenye mamlaka. Alipoingia, polisi waligeuka mara moja. Macho yao yalipanuka, kisha wakasimama kwa heshima. Shikamoo mheshimiwa, mmoja wao alisema kwa sauti ya heshima kubwa. Kicheko kilikoma ghafla. Simu zilishuka. Midomo iliyokuwa inacheka ikabaki wazi. Watu walianza kunong'ona, wakitazamana kwa mshangao. Walimjua mwanaume yule, bilionea mkubwa, mmiliki wa meli na viwanda, mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana jijini. Mume mvuvi alimkaribia mke wake, akamvika mkufu wake kwa upole, kisha akamwangalia dada mkubwa kwa macho tulivu lakini mazito.
Hakusema neno, lakini kimya chake kilizungumza zaidi ya maneno elfu. Dada mkubwa alisimama pale, miguu ikitetemeka, uso wake ukigeuka rangi. Kile kicheko alichokipanda kilugeuka kuwa aibu nzito mbele ya watu wote. Dunia aliyojiona anaielewa ilimporomokea ndani ya dakika chache. Baada ya tukio la sherehe ya kifahari na aibu isiyokuwa ya kusahaulika, dada mkubwa alirudi nyumbani akiwa amebebwa na huzuni na aibu ya kina. Hakuna maneno yaliyojitokeza, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kwa haraka. Kila kona ya nyumba yake ya kifahari ilikuwa ikimkumbusha dharau alilokuwa ameonyesha mdogo wake siku ya harusi. Mama mkwe wake hakumheshimu kama mwanzo, badala yake kuteswa kulizidi kuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Hakujua ni wapi pa kwenda, hakujua ni nani wa kumsaidia. Baada ya siku kadhaa akiwa katika maumivu ya kificho, alijua kitu kimoja: hakuna fahari inayoweza kumtia heshima mtu anayeonyesha dharau na kiburi. Hakujali kuwa ana nyumba kubwa, magari ya kifahari au tabia za kifahari. Upweke na huzuni vilimkaba moyoni. Moyo wake ulijaza woga na majuto. Hatimaye aliamua kuchukua hatua isiyo ya kawaida kwa kiburi chake. Alikimbilia kwa mdogo wake. Alipofika, kwa macho yaliyojaa machozi, alipiga magoti mbele ya mdogo wake, mikono ikikunjwa, sauti yake ikitikisa. Samahani, samahani kwa maneno yangu na dharau niliyoonyesha. Nilikuwa na kiburi, lakini sasa ninaona kweli. Hakuna chochote kilichokuwa sahihi katika nilichokifanya. Mdogo wake alimwangalia kwa muda, macho yake yaliyojaa mshangao na huruma. Aliona dhahiri kuwa dada wake alikuwa amebadilika, akijua thamani ya heshima na upendo. Alinyanyua mkono wake polepole, akamkumbatia dada wake na kusema kwa sauti yenye upole, "Nimesamehe. Sasa tunaanza upya, kama familia tunayostahili kuwa." Hapo ndipo funzo halisi la maisha lilipojitokeza. Dada mkubwa alijifunza kwa njia ngumu, na mdogo wake alithibitisha kuwa unyenyekevu na upendo wa kweli hudumu zaidi kuliko mali au heshima za hila. Funzo kuu: 1. Usimdharau mtu kwa kile unachokiona leo, kesho inaweza kuwa tofauti. 2. Unyenyekevu ni hazina isiyoweza kuibiwa. 3. Upendo wa kweli hauangalii mali, bali moyo wa mtu. Na hivyo, familia ile ilianza kurudiana, ukosefu wa fahari ukageuka kuwa amani, na dharau lililowekwa awali likageuka kuwa funzo la maisha linalosalia milele.